Unasemaje? Naam. Kumekucha na makucha yake. Ya, kumekucha na makucha yake na maandalizi tayari yamekamilika kwa takriban 99.99. Hii moja iliyobakia, yani nukta moja iliyobakia ni ya muda tu kufika ili kuweza kucheza mchezo wetu huu. Na kama unavyoona tayari kwenye vituo kumekuwa na pilika nyingi za ununuzi na uuzaji wa tiketi, lakini pia unaona wajasiriamali wanazidi kujiongea wakati kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Na huwa ninasema siku zote kwamba timu ya Mbeya City ni moja ya visisimuzi vya uchumi kwenye mkoa wa Mbeya na nyanda za juu kusini. Hii ukiangalia wajasiriamali wanavyojisogeza unapata tafsiri nzuri kabisa ya nini hasa maana ya kisisimuzi cha uchumi. Muona wakina mama wanakuja kuuza maji, soda na vikokolo vingi tu, vijana vivyo hivyo. Hii inasaidia pia kufanya mzunguko wa fedha uwe mzuri. Lakini pia kwenye nyumba za wageni na mahoteli, lodges pia kuna wageni wamefikia. Unaona namna gani hasa mzunguko wa fedha kwa wamiliki wa hizo mambo unakuwa mkubwa. Lakini pia tumeona usafiri wa bajaji, bodaboda, daladala, lakini hata mabasi ambayo yanatoka mikoani na wilayani yote yanakuja hapa, na unaona namna gani hasa watu wakai vituoni, vyombo vyao vya usafiri vinajaa fast, wanafanya route nyingi tofauti na siku zote. Hii ndio tafsiri nzuri kabisa ya klabu ya Mbeya City kwa kisisimuzi cha uchumi, lakini pia ni moja ya vivutio na burudani tosha kwenye ukanda huu wa nyanda za juu kusini. Hebu tupe habari za mauzo ya tiketi mpaka hivi sasa, yanaendeleaje? Ya, movement iko kubwa. Nafikiri baada ya after 2 hours mtakuwa na takwimu nzuri ya kueleza sasa uuzaji wa tiketi ukoje, kama kuna sold out kwenye kipande hicho basi tutaizungumza. Lakini kwa sasa bado kasi ya ununuzi wa tiketi uko juu. Tuambie, bado unaendelea kushikilia kile ambacho umekizungumza kwenye mkutano na wanahabari kwamba mnazitaka alama 3 za klabu ya Yanga? Habadani siwezi kukanusha wala kubadilisha hilo. Tunazitaka alama 3 muhimu kabisa. Muhimu kabisa kwa sababu nilishasema kwamba sisi na Yanga tunacheza daraja moja. Tunacheza ligi ambayo iko kwenye 5 bora barani Afrika. Tunacheza ligi kuu ya soka Tanzania bara, ligi kuu ya NBC. Hii tuko, kwa hiyo sisi hatuna hofu na Yanga, hatuna hofu na Yanga, na sio mara yetu ya kwanza kukutana nao. Ndio maana walishawahi kutufunga, tukawahi kuwafunga, lakini achana na rekodi hizo. Ila safari hii wanaandika historia nyingine ya kuanza kufungwa msimu huu kwenye uwanja wa kumbukumbu ya hayati Edward Moringe Sokoine jijini Mbeya. Kwa kasi ambayo wako nayo wananchi kuzisaka alama 3, hii haikupi wasiwasi wote? Hiyo kasi ya kwao na mimi nina kasi yangu, ndio maana najiamini. Huwezi kujiamini ama kuizungumzia kasi ya mtu ambayo unaona kabisa kwamba inaweza kaiko wiki au kapenya. Naam. Unajiamini? Kabisa. Hii ndio Mbeya City. The Purple Nation, the Hammers, our objective to win. Hakuna kingine. Naam. Lakini tulisikia kile ambacho amekwambia alikuwa kwamba umewapa cha kwenda kuambia wachezaji wake. Na nitawapa pia cha kwenda kufanya marekebisho kwenye pitch ya mazoezi. Acha bwana. Kabisa. Mbali na kuwapa cha kwenda kuambia utawapa? Nitawapa na benchi lao la ufundi cha kwenda kufanya kwenye pitch ya mazoezi. Ndio. Yaani kwamba kuna kitu kina miss. Yaani nitawaonyesha kasoro zao ziko wapi. Leo hii kwenye uwanja wa Sokoine. Ndio watakwenda kujua. Watakwenda kujua na watakuja kuchagua kwamba uzeeni wacheze draft ama golf. Lakini wanasema mfumo wao tayari umekubali. Huo wa kwao. Mfumo, hata mifumo tunao sisi, na mifumo ya post, tausi, yote ya malipo. Inaweza kuwa na mfumo wanaozungumzia labda mwingine akisio kwenye pitch. Sawa, waite watu wa Mbeya waje kushuhudia mbungi hii kuanzia majira ya saa 10. Naam, nawaambia waje kwa wingi watu wa Mbeya, ukanda wa nyanda za juu kusini kutoka mikoa mingine. Unajua Mbeya City ni moja ya klabu ambayo ina platform kubwa kwenye nchi hii. Ukianza kuzihesabu timu 3 ambazo zina platform kwenye nchi hii, basi Mbeya City huwezi kuikosa. Kwa hiyo tafsiri yake kwamba countrywide, yani nchi nzima, mimi nawaambia tu waje, na wale ambao watakosa fursa ya kutokuja basi waiombee timu yao ifanye vizuri. Nawaambia wale ambao wanakuja waje wengi ili kilio kiwe harusi. Wale ambao wanakuja, kwa maana ya mashabiki wa klabu ya Yanga, wanakuja, hawa ambao wanakuja waje wengi ili kilio kiwe harusi. Mimi nikushukuru sana Gwama.